Kwa jina naitwa Nuru Saleh Ahmed, ni mdau mkuu kupinga matumizi ya dawa za kulevya nchini na vile vile ni mkurugenzi wa taasisi ya kiraia ya PEDEREF. Nikizungumzia athari za madawa ya kulevya, ziko nyingi. Unajua, mtu ukimwambia kwamba kuna dawa za kulevya anajua dawa za kulevya ni heroin na cocaine, lakini hapana. Dawa za kulevya ziko nyingi, hususan bangi na dawa ambazo pia zimeruhusiwa kisheria. Nimeweza kutambua kwamba waathirika wengi wa dawa za kulevya za aina ya bangi, wengi wao wamepata withdrawal symptoms za mental illness. Kwa hiyo tunawafanyia referral, wapeleka kwa kuonana na madaktari wa afya ya akili. Na nikizungumzia swala la afya ya akili, kwa sasa hivi kuna katika jamii, hata wale ambao hawajatumia, wako ambao wana struggle na tatizo la afya ya akili, lakini hawafahamu. Tunaona mtu amekubadilikia, unafanya naye kazi ofisini, lakini kumbe ana struggle maskini na afya ya akili, lakini hawezi kuitambua. Yaani kwa sasa hivi watu wengi wana depression, anxiety, hiyo sonona tunasema. So dawa za kulevya zinachangia, lakini vile vile tukiangalia kwa nyuma kwenye jamii pia wako wagonjwa ambao hawajatumia dawa za kulevya, lakini wamepata matatizo ya afya ya akili. Kila mmoja anaingia kwa njia yake. Wapombe wa heroin wana recover haraka, lakini wale wa bangi wengi wao wanapata withdrawal symptoms za mental case. Kwa hiyo tunakuwa tunawarifa kwa madaktari wa afya ya akili, wanapatiwa dawa. Tunakuja kwenye vituo vyetu vya soba, tunawapatia zile dawa na nahudhuria clinic na madaktari wao. Mamlaka wanajitahidi kuwa karibu na sisi, lakini vile vile tunatakiwa kuwezeshwa, kwa sababu licha ya kuwezeshwa, nikizungumzia kidogo soba house watu wanalipia. Kwa hiyo tuna ile ada ambayo mtu analipia, ndio ile ununue chakula, ile ununue dawa, ile ulipe kodi. Kwa hiyo serikali iangalie kwa undani vipi naweza kuwasaidia. Lakini nimshukuru Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, wakati wa maadhimisho ya madawa ya kulevya mwaka juzi, alisema kwamba kuna 10% ya makundi maalum katika kila bajeti ya manispaa au mkoa, katika zile 10%, na sisi tupo, lakini wengi hawajafahamu. Wajua, wengi ambao wanaendesha hizi taasisi au hizi soba house, wengi wao wamepitia katika matumizi ya dawa za kulevya. Lakini tukiangalia kwa makini, mama katuwekea vitu viko open, lakini kufika ndio inakuwa ngumu. Unashaurije? Mimi nadhani watu wa mamlaka kuweza kuwaweka chini na kuongea nao wamiliki wa soba house, kwa sababu hata mimi kwa sasa hivi nilienda Kenya kusoma economic empowerment for the people who are using drugs and startment and skills entrepreneurship. Lengo langu mimi kwenda kusoma, mimi ni mwanasiasa. Nimeenda kusoma kwa sababu nimeangalia wengi wao wanatoka kwenye soba, hawana kazi ya kufanya, na kwa idle wanarejea. So niko na plani ya kuweza kufungua dropping center kwa ajili ya walengwa. Anatoka mat, amepona, analetwa kwangu. Ametoka soba house, amepona, analetwa kwangu. Unamfanyia mtu assessment, unaangalia na talent gani, tunawaundia vikundi. So kama wewe ni dereva, utaenda kwenye udereva. Kama wewe ni mtoto wa kike unataka makeup, utaenda kwenye makeup, ili kuweza kuwafuatilia katika vikundi ili waondoke kabisa. Mimi naitwa Adamu Alois,
Namshukuru mama kwa kutoa vitu, kwa kutoa huduma kama hizi za madawa ya kulevya. Namshukuru sana. Mpaka hivi sasa mimi mwenyewe natumia dawa na mpaka sasa hivi natumia hii dawa, mpaka sasa hivi najisikia niko safi. Mama Samia Suluhu Hassan asichoke, aendelee kutusaidia sisi na wengine wote. Sina baba na mama, nilikuwa nasema kama nasikia, nilikuwa nahitaji msingi tu, hata kama 200,000 ili kwamba naweza nikaenda sehemu nikachukua fenesi, naenda sehemu mtaani nauza, napata hela ya kula. Hali niliyokuwa nayo mwanzo ilikuwa ni mbaya hata kiafya, nilikuwa na hali mbaya, ila nashukuru sasa hivi baada ya kufika kwenye kituo cha Sober House hapa Dodoma, baada ya kutoka Tabora na kuletwa hapa Dodoma, kadi ninayo na dawa naendelea nayo na tunazingatia dawa vizuri. Ila sasa ombi letu kubwa zaidi, tunamwomba tusaidie kitu kimoja, kwamba ni msingi, msingi atusaidie, msingi, hatuna msingi. Namba yangu 631. Namba yangu 649. Namba yangu mimi ni 640 Matinamba. Mheshimiwa, tunakuomba tusaidie msingi, tunakuomba mheshimiwa. Katika jamii ya Watanzania, familia, ndugu, jamaa, watu wanaotuzunguka au familia ambazo zina mtu ambaye anatumia dawa za kulevya, kumekuwa na kitu kimoja cha unyanyapaa, tunasema stigma. Mtu ametoka ameacha, lakini bado hawampi ile heshima yake au kumzingatia kwamba huyu mtu ana maradhi ambayo ana maradhi ya uraibu, lakini wao wanamnyanyapaa sana, na inapelekea waathirika wengi, waraibu wengi kwenda kurejea, kwa sababu wako ambao watakubali kwa haraka, wako ambao itafika muda watakubali, lakini kuna watu ambao hawatakubali mpaka unaingia kaburini. So sisi waraibu si wote kwamba tuko sawa, kwamba wao umenikataa mimi nitakuwa niko comfortable kunifanyia unyanyapaa. Wako wengine hawawezi kuafford, kwa hiyo wanarudia tena mitaani na kuendelea na matumizi ya dawa za kulevya. Unyanyapaa tuondoe, tuwekeze katika kinga na tiba dhidi ya dawa za kulevya. Asante.